Siku nyingine ya kuzungumza taarifa za michezo imewadia. Ni Jumatatu ya Mei 5 mwaka 2025. Tunakutana hapa kuzungumza taarifa nyingi za michezo ambazo zimeandaliwa kutoka kwenye dawati letu la michezo. Wanahabari ambao wamebobea kwenye maandalizi ya taarifa za michezo wako hapa na wameweza kukupatia vile ambavyo unahitaji kuvisikia ama kuviona kwa siku ya leo kupitia Azam Sports 1 HD. Ni kipindi chenye dakika 180 ambazo ndani yake kuna ujazo wa taarifa mbalimbali kutoka maeneo tofauti tofauti hapa duniani, ikiwemo Tanzania ambapo tunaangalia soka letu ambapo kuna vingi zaidi vya kuzungumza siku ya leo, na miongoni mwa hayo ni sambamba na ligi kuu ya NBC ambayo itaendelea, mchezo mmoja kuchezwa kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuhyo, wakati ambapo JKT Tanzania itakuwa mwenyeji wa Simba Sports Club, mchezo wa ligi kuu wa kiporo ambao Simba atatafuna kiporo ama hali itakuwa ndivyo sivyo. Tutaenda kutazama kwa kina jinsi ambavyo mchezo huo utakavyokuwa, lakini kabla pia ya mchezo utaenda kutazama uchambuzi kupitia Azam Sports 1 HD, channel hii ambayo unaifuatilia viwanjani kutoka hapo ulipo. Lakini hapo mengi ya kuzungumza barani Afrika, wakati ambapo tunashuhudia michuano ya vijana chini ya umri wa miaka 20 AFCON Under 20 ikiendelea huko nchini Misri, wakati ambapo wawakilishi kutoka ukanda wa Afrika Mashariki kwa maana Tanzania pia wakiwemo Kenya wakiwemo. Hali imeendelea kuwa mbaya sana kwa Tanzania baada ya kupoteza michezo yake miwili ya mwanzo katika mashindano hayo. Lakini mbali na hayo, tutaenda kuangalia jinsi ambavyo Ulaya mambo yanajiri, wakati ambapo Bayern Munich wamechukua ubingwa wa Bundesliga wakiwa nyumbani baada ya Bayer Leverkusen kutoa sare ya magoli 2-2 kwenye mchezo wake wa Bundesliga ambao ulichezwa jana Jumapili. Tutaenda kuzungumza mengi kuhusiana na taji hilo la kwanza kubwa kwa Harry Kane baada ya kucheza kwa takriban zaidi ya miaka 15. Anapata taji lake kubwa kwa mara ya kwanza akiwa na umri wa miaka 31, lakini Vincent Kompany na mwenyewe akichukua taji lake kubwa kwa maana ya kocha ambaye ameiongoza Bayern Munich kuweza kuchukua taji hilo. Tunaweza kutazama mengi mbali na hayo, lakini pia tutakuwa tukizungumza yale ambayo yanajiri kwa majirani zetu Kenya, ambapo jana tulishuhudia Nyanza Derby, wakati ambapo Shabana wakicheza dhidi ya Gor Mahia, mchezo uliomalizika kwa Gor Mahia kupata ushindi wa goli 1-0. Lakini mbali na hayo matokeo, kuna mambo mengi ambayo yalijiri ndani ya huo mchezo. Tutaenda kujua nini ambacho kilijiri. Mimi nazungumza ni Mangasore, nazungumza kutoka Tabata TOT Dar es Salaam, yalipo makao makuu ya Azam TV. Takuwa nawe sambamba mpaka majira ya saa 6 kamili za mchana. Lakini hapa yupo Rashid Hamis the Heavyweight Pandit pamoja na Michael Nguli ambaye yuko hapa pia kutupatia ufafanuzi wa kile ambacho tutakizungumza katika taarifa za michezo ambazo tumeziandaa kwa leo. Na kukaribisha wewe, lakini pia niwakaribishe pia wachambuzi wetu ambao watazungumza nasi leo kupitia soka letu. Mko shwari? Mko shwari? Bado jina kama umekosea hivi. Michael Johnson Nguli. Johnson uliacha. Utaratibu ni majina matatu. Nguli ni jina official. Sasa majina matatu atakupiga ramli. Ndio hivyo. Si utaratibu, kila mtu ana utaratibu wake. Niletee majina matatu ya Michael Johnson Nguli. Okay. Majina matatu hapo tuko vizuri. Na lingine pia mtu wa mwezini, sio? Yote kwangu. Okay. Ili mtu wa mwezini limetokea wapi? Ile mzee tamuuliza ili Salum Kidelea anajua mwenyewe alitoa wapi hilo jina. Mtu wa mwezini mwana Apollo. Ili si hata Mudi anajua, producer Mohamed naye anajua kuhusiana na mtu wa mwezini. Bado mzee wa nyama nyingi. Hilo Kawambwa. Yaani ana majina mengi sana. Kawambwa na nani yule kakake Bulo. Jeli. Jeli Bulo. Naye anajua kuhusiana na mzee wa nyama nyingi. Shwari Michael. Naam. Tumekuwa na wakati mrefu kidogo hatujawahi kukaa kwenye seti hii. Bila shaka karibu tena viwanjani. Seti nzuri sana. Seti nzuri. Karibu tena viwanjani. Nipo. Yes, umekuwa ukifuatilia kipindi pengine kama mdau, lakini pia kama mfanyakazi. Sasa hivi karibu. Karibu kazini. Asante sana. Nakushukuru pia. The Heavyweight Pandit Rashid Hamis, shwari? Nashukuru Mungu, alhamdulillah. Yes. Siku wanasema huwa inaanza saa 6 usiku. Lakini kwetu sisi Waswahili siku inaanza asubuhi kwanza. Kisha amka ndo unaona siku yako inaenda vipi. Hali inaendaje? Namshukuru Mungu. Niko salama, salimini. Kila ambaye nilitarajia kumuona asubuhi kwenye dawati lake nimemuona. Na afya zao ziko sawa sawa. So ni jambo la kumshukuru Mungu, na kama hivi tupo hapa tupo katika kuwamezesha Tanzania kilicho bora
Sawa. hususan kwenye michezo. Ndani ya taarifa za michezo, moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vinazungumzwa kuanzia Ijumaa tulipokutana hapa viwanjani kwa mara ya mwisho, kulikuwa na mchezo wa Simba dhidi ya Mashujaa, tukatoka tukaingia Jumamosi ambapo Bayern Munich walikuwa wanatafuta ubingwa wao, lakini hali haikuwa hivi ambavyo tulitarajia kutoka kwa RB Leipzig ambao walionyesha kitu mpaka dakika za mwishoni kabla ya Bayern Munich kupata sare. Lakini Jumapili bado tukaendelea na Bundesliga tukiamini kwamba Bayer Leverkusen pengine anaweza akaleta ugumu kwenye mbio za ubingwa za Bayern Munich. Lakini jana yeye ndo ameupeleka ubingwa kwa Bavarians. Amewaambia bana Vincent Kompany na vijana wako, Harry Kane, chukua taji lako la kwanza. Yani mwenye huruma kweli Alonso. Wajua walikuwa nyuma goli 2-0. Sasa yule director wa ile mechi ni kama alikuwa anatafuta story. Si unaelewa? Bayer Leverkusen wakawa wako nyuma ya mpira muda mrefu. Unaelewa? Yaani yule director anaonyesha mpira afa anarudi kwa Alonso. Alonso ukionyesha sura yake ilikuwa kama kashakata tamaa. Unaelewa? Akakata tamaa, wanarudi, akaanza tena mechi. Ikaja ikatokea goli la kwanza ambao wanapata Bayer Leverkusen. Ilikuwa of course ni individual brilliance ya yule bwana mdogo. Akachukua, akaingiza, akashoot, akascore. Alonso alifurahi. Akawa anawaambia vijana turudi. Umeona? Yule kocha kaka. Ni kocha. Yule kocha kuna kitu alikifanya. Sema saikaa late. Nafikiri mechi ilikuwa imemchukua kisaikolojia, sijui fanya mambo pale. Chuma cha pili wamechomoa dakika za jioni sana. Michael, Jumamosi wakati Bayern wanacheza dhidi ya RB Leipzig, Harry Kane alikuwa juu, kwa maana hakuwa sehemu ya mchezo kwenye kikosi cha Bayern Munich, lakini mara nyingi sana alikuwa akionyeshwa kama ule mchezo ungempatia taji lake la kwanza, lakini Vincent Kompany na Michael Olise na wenyewe ndio miongoni mwa mataji yao. Eric Dyer ni miongoni mwa wachezaji ambao wangepata taji lao la kwanza Jumamosi kama wangepata ushindi dhidi ya RB Leipzig. Ni mchezo wa aina gani ulikuwa? Kidogo tuzungumzie hili wakati ukishuhudia mchezo huo kupitia Azam TV. Binafsi niliutazama ule mchezo na pengine ile ndio mechi bora ya wiki. Mechi bora ya wiki. RB Leipzig pamoja na Bayern Munich. Ilikuwa ni mechi ambayo haijapoa kuanzia dakika kwanza mpaka inamalizika. Yaani ilikuwa mechi nzuri sana, lakini kwa isivyo bahati kwao wakasawazishiwa katika sekunde za mwisho, katika dakika za mwisho. 3-3. Na kuna kitu ambacho wanakifanya, yani kuna story ambayo walikuwa wanaitengeneza. Unaona walikuwa Bayern anafungwa, wanakwenda kwenye celebration, Harry Kane yuko juu, anamuonyesha Harry Kane. Kwa hiyo kuna story hapa kwamba Harry Kane pamoja na kucheza kwenye kiwango chote cha hali ya juu, lakini bado alikuwa hajapata taji. Kwa hiyo ilikuwa story nzuri sana. Sawa, tutaenda kutazama hayo, lakini mimi wakati nafuatilia huo mchezo, nilikuwa na mchezo wa jana wa Bayer Leverkusen, nilikuwa nafuatilia ule mchezo, lakini nikaingia kwenye moja kati ya mitandao maarufu sana sasa hivi ambayo inaweza kukupatia taarifa mbalimbali. Nikakutana na page moja ya mashabiki, yani page ya kishabiki ya Bayern Munich. Baada ya ile 2-2 wakaanza kupandisha zile posti kwamba Bayern Munich ni bingwa 2024-25. Walipopata kusawazisha kwa 1-2-1 ikaja 2-2. Moja kati ya mdau akauliza mtaendelea kupandisha au mshushe kwanza msubiri mechi ishe? Moja kati ya vitu ambavyo vilinifurahisha sana ni jana wakati Bayer Leverkusen wakitafuta nafasi ya kuzuia ubingwa kwenda kwa Bayern Munich, lakini hali ilikuwa ni tofauti na jinsi ambavyo watu wengi walitarajia. Pengine Alonso angeweza kufanya kitu cha tofauti, hali ikawa tofauti na ilivyodhaniwa. Hii ni Viwanjani, baba wa vipindi vyote vya michezo nchini Tanzania. Kwa sasa tunaanza na soka letu. Na kwenye soka letu tunazungumza taarifa ambazo zinajiri hapa nchini Tanzania, wakati ambapo leo tutashuhudia mchezo wa ligi kuu ya NBC, JKT Tanzania ikicheza dhidi ya Simba ambao umetoka kumaliza kiporo chake dhidi ya Mashujaa, mchezo ambao ulikuwa na vuta ni kuvute, Simba ikishinda kwa magoli 2-1 katika mchezo huo. Baada ya ndugu hao wa JKT Tanzania kwa maana ya Mashujaa kushindwa kutafuna mfupa huo mgumu, sasa mfupa umehamia Meja Jenerali Samuhyo, wakati ambapo mnyama Simba atakuwa akijiuliza kwa mafande wa JKT Tanzania kwenye mchezo wa kiporo wa ligi kuu ya NBC. Kumbuka mchezo wa kwanza uliomalizika kwenye uwanja wa KMC Complex ulishuhudiwa Simba ikiondoka na ushindi mwembamba wa goli 1-0
mchezo ambao ulimalizika kwa Simba kupata mkwaju wa penalty na kuondoka na alama 3 muhimu katika mchezo huo uliochezwa kwenye uwanja wa KMC Complex Mwenge, Dar es Salaam. Nini ambacho kitajiri wakati huu tukishuhudia JKT Tanzania wakijiuliza maswali magumu kama ambayo pengine ndugu zao Mashujaa FC walikuwa nayo pindi walipokuwa wakiumana na Simba kwenye mchezo wa ligi kuu ya NBC. Tunaanza kuangalia hilo kwa kina, nini ambacho kinajiri wakati ambapo Simba leo yupo kibaruani dhidi ya JKT Tanzania. Mchezo utakuwa live kupitia Azam Sports 1 HD kuanzia saa 9. Utapata uchambuzi wa mchezo huo. Tutazungumza mengi kuhusiana na hii michezo miwili ambayo Simba imekabiliana nao hivi karibuni. Tukizungumza mchezo wa Mashujaa, tukizungumza mchezo huu ambao leo Simba wanaenda kucheza dhidi ya JKT Tanzania. Ukizungumzia taswira ya mchezo huu, unazungumzia pia ugumu wa uwanja wa Meja Jenerali Samuhyo kwa vigogo ambao wamecheza pale. Tunazungumzia Azam FC, tunazungumzia Yanga ambayo wameondoka pale na alama 1, hawakuweza kuchukua alama 3. Singida alipata ushindi pale. Nashinda goli moja kwa sifuri. Yes, Singida alipata ushindi akitoka kucheza dhidi ya KMC, akaenda kucheza Meja Jenerali Samuhyo. Yes, akaenda kucheza Meja Jenerali Samuhyo. Tukiangalia taswira ya mchezo huu kiujumla, ni mchezo ambao pia unatazamwa kila ambacho Simba ilikipata kwenye mchezo uliopita. Watu wengi wanategemea kwamba huu mchezo utakuwa ni mgumu kwa Simba. Of course, utakuwa ni mchezo mgumu kwa sababu ya kuna some factors ambazo zinapelekea mchezo huu utakuwa mgumu. Kwanza ni historia nzuri ya huo uwanja kwa msimu huu kwa timu ya JKT. 2 ni ile hali ya kuamini sisi hatuwezi kuwa daraja la mafanikio la mtu mwingine. 3 ni position waliokuwa nayo JKT Tanzania pia kwenye ligi. So hivi vitu vitatu ukisema tu analyze kimoja nafikiri ni moja kati ya vitu ambavyo haiviwezi tu kuwa kwenye meza yetu hapa ya uchambuzi, lakini ni vitu pia ambavyo vinaweza kuwapia kwa asilimia kubwa kwenye team talk wakiwa mazoezini. Kwa sababu ukiangalia situation ya mechi iliyopita kati ya Simba na Mashujaa, ilikuwa ni hali ambayo asilimia kubwa ya wapenda soka hawakuridhishwa na ushindi ambao aliupata Simba Sports. So na ikaonekana kuna namna kulikuwa kuna upendeleo kwa upande wa Simba, labda pengine kwa Simba kulazimisha kupata matokeo, ili hali kwenye football. Binafsi wewe uliuona? Mpira niliutazama. Yaani uliona hicho ambacho watu wengi wanadhani? Kuna vitu viwili, unajua, kuna vitu viwili. Kwenye situation ambayo ilitokea kwenye mechi ya Simba dhidi ya Mashujaa, ni unaweza kusema kuna muda Mashujaa walikuwa wanajitoa, wanatoka mchezoni. Alafu kuna makosa ambayo yalikuwa yanatokea ambayo mimi kama binadamu, mtu mwingine kama binadamu, na ana hisia za kuumia na kufurahi. Kuna vitu vilikuwa vinatokea huwezi kufurahishwa navyo. Okay. Kuna namna ambavyo katika usimamizi wa sheria zile 17 kiwanjani, kuna muda ulikuwa unaona referee mbona kama hata hapa hawa wapinzani pia hauwafanyi sawa, unaelewa. Lakini kwenye vitu ambavyo vilikuwa vinalalamikiwa, baadhi vilikuwa vina hoja, baadhi havikuwa na hoja. Kwenye swala la dakika za nyongeza, nafikiri ni jambo ambalo halikuwa na hoja kabisa kwa watu, ambapo walikuwa na complain dakika 6 ziliongezwa baada ya half time, wanasema ilikuwa haina maana yoyote, wakasema dakika 15 ilikuwa haina maana yoyote, lakini wanasahau kwamba kanuni ndizo ambazo zinambeba referee. Dakika zinazoongezwa sawa zinapaswa kutimia au kuongezeka, ila hazipaswi kupungua. Sawa, turudi kwenye hili. Hiyo ilikuwa ni hoja dhaifu kwa watu ambao walikuwa na kwenye hili la leo dhidi ya JKT. Kupitia mchezo ambao Simba umeucheza na kila ambacho Mashujaa walikitoa kwa Simba, unategemea kuona kuna mbinu ambazo JKT Tanzania wanaenda kuingia moja kwa moja wakiamini kwamba wale Simba waliocheza na Mashujaa ndio hao ambao watarudi kucheza na sisi Meja Jenerali Samuhyo? Hawatatofautiana. Yaani kwenye kile ambacho walikifanya Mashujaa, hawatatofautiana sana na watakavyocheza JKT leo. Kwa sababu
huo ndio ukweli ambao upo ukiangalia madaraja ya wachezaji wa Simba na madaraja ya wachezaji wa JKT wametofautiana. Current bado Simba wako form sana kuliko JKT, kwa sababu JKT wachezaji waliokuwepo ni wachezaji wakubwa, wamecheza vilabu vikubwa lakini sio kwenye muda huu wa sasa, ila kwa daraja analocheza kwenye klabu ya JKT bado unaweza kusema wako katika eneo salama ambalo linaweza kuwapa hiyo nafasi ya kucheza. Unapatia nafasi JKT Yes. kupata ushindi. Kwenye kile ambacho naamini ataenda kukifanya Ahmad Ally, ninaamini ataanza na watu wanne kwenye eneo la defense, typical defenders. Naamini atatumia watu wasiopungua watatu kwenye eneo la midfield, na ataongeza idadi ya watu wanne ambao hawa watu wanne wanaweza kuja kurudi kwenye eneo la watu watatu kuongeza numbers, alafu watasimama mtu mmoja mbele, manake watakuwa na idadi kubwa zaidi kwenye eneo la ulinzi kuliko namna ambavyo watahitaji kupishana kwa numbers na Simba Sports. Nimsikie Michael Johnson kile ambacho anakizungumza juu ya mchezo huu wa Simba dhidi ya JKT Tanzania, leo Simba akiwa ugenini. Tutolee mfano kwanza kwenye mchezo wa Mashujaa, mchezo ambao Simba waliingia, kwa maana Fadlu Davis aliingia akiwa na kikosi ambacho kilikuwa na mabadiliko mengi, kuanzia wachezaji wa pembeni, kwa maana walinzi wa pembeni, ambapo aliamua kucheza na Duchu, akaamua kucheza na Nouma siku ile, akimwacha Mohamed Hussein nje, akimwacha Shomari Kapombe nje, lakini pia na baadhi ya wachezaji ambao hakuona kwamba wanaweza wakaanza kwenye mchezo huo, akawaweka pembeni. Kocha aliamini kwanza wachezaji ambao wamewapatia nafasi wangeweza kumuonesha kile ambacho alikuwa anakihitaji. Tofauti na jinsi ambavyo mambo yalienda, ikabidi afanye mabadiliko na kulisha zile mbavu mbili, kwa maana Mohamed Hussein pamoja na Shomari Kapombe wakaamua kuisaidia timu kwa namna ambavyo wenyewe wanajua na uzoefu wao. Unaona kocha Fadlu Davis leo akiingia na mtego ule ambao aliutega dhidi ya Mashujaa, ama ataingia na kikosi ambacho atahitaji kiweze kumpatia alama 3 kwanza, alafu mambo mengine ndio ataendelea kwenye timu baadaye? Binafsi kwanza nilirejea kwenye mchezo uliopita. Mchezo uliopita tuliona mabadiliko makubwa sana. Ni mabadiliko ambayo binafsi niliyategemea kutokana na aina ya mechi ambayo walitoka kucheza kwenye kombe la shirikisho. Kwa hiyo ulikuwa kwa sababu ya kutumia nguvu nyingi na ule uchovu wa safari, unajaribu kuwapa wengine nafasi wacheze, kwa sababu hawa wengine kwa ajili ya kulikava. Leo inawezekana ikajirudia mabadiliko kwenye baadhi ya maeneo, kwa sababu kuna mechi hapa ambazo ziko back to back ambazo wanatakiwa wacheze. Lakini naona kabisa kwamba bado tutashuhudia kikosi ambacho kitakuwa kile ambacho watu wengi wamezoea kukiona, kwa maana kwamba labda Shabalala anaweza kawepo, Shomari Kapombe anaweza kawepo, kuna mabadiliko yanaweza katokea, lakini labda pengine kwenye maeneo mengine tofauti ambayo sio kwa kiwango kikubwa kama vile ambavyo ilitokea kwenye mechi iliyopita. Kwa hiyo naona kwa sababu muda wa kulikava tayari wamepata muda, wamepumzika. Ndio maana inawezekana aina ya wachezaji ambao waliwatumia ile siku ni wachezaji ambao si kwamba pengine performance zao ziko chini, hapana. Ni kwa sababu hawana consistency ya kucheza. Hawachezi mara kwa mara. Kwa hiyo wakati mwingine mchezaji anapokuwa anakaa nje, wakati mwingine kuna kitu kinapungua. Kwa hiyo hata anapokuja kucheza performance yake inaweza kuwa tofauti na yule ambaye anacheza karibu kila mchezo, kwa sababu ya hiyo muda ambao anakuwa anacheza. Kwa hiyo binafsi naona sitarajii mabadiliko makubwa kwenye kikosi cha leo, kwa sababu wale wote ambao walifanya kazi kule Morocco pengine wameshapata muda wa kulikava. Waliocheza Stellenbosch waliofanya kazi kule nafikiri wameshapata muda wa kulikava, wamepata muda wa kupumzika. Leo naamini kikosi kinaweza hapo kwenye hao wachezaji wa Simba pengine ambao unatarajia kwamba kuna mabadiliko yatafanyika. Turudi kwenye kikosi cha JKT Tanzania, ambapo kinamkosa Kitasa beki Kitasa Wilson Nangu ambaye yupo na timu ya vijana chini ya umri wa miaka 20 kule nchini Misri. Ni miongoni mwa mabeki ambao walizungumzwa sana wakati JKT Tanzania ikicheza dhidi ya Young Africans kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, na alikuwa na kazi nzuri sana siku hiyo. Tukiangalia kukosekana kwa Wilson Nangu kwenye kikosi cha JKT Tanzania, lakini pia tukiangalia aina ya uchezaji wa JKT Tanzania, hizi timu za majeshi pia tumekuwa tukiona jinsi ambavyo vinacheza kwa morali, zikicheza pia kwa kutumia nguvu, kutumia akili. Soka ambalo analifundisha Ahmad Ally kwenye kikosi cha JKT Tanzania, unaona linaenda kumsumbua wapi kocha Fadlu Davis, wakati yeye akiwa na pressure mbili, pressure kupata matokeo, lakini pressure nyingine ni kuhakikisha kwamba wachezaji wake wametoka salama ndani ya dakika 90. Kwanza JKT wanajua kabisa wao wataingia kama timu ya pili uwanjani.
na wanajua kabisa kwamba kwenda kupishana na Simba itakuwa changamoto. Unajua unapokutana na wachezaji ambao kuna baadhi wanaweza kuwa wamelingana kwenye ubora, kuna baadhi wanaweza kuwa wamezidiana, kwa maana kwamba Simba inaweza kuwa bora zaidi kwenye mchezaji mmoja mmoja, yani the one against one wanaweza kuwa bora zaidi, lakini nafikiri ataingia na mpango mzuri zaidi wa kuzuia zaidi kuliko kushambulia, kwa sababu hana mwenendo mzuri kwenye defense. Utanisaidia Rashid pamoja na Magasore, wamefunga goli 24, wameruhusu goli 24. Tutaenda kutazama kwenye takwimu zao sasa hivi. Yani wana sifuri. Kwa hiyo wanafunga, wastani wa kufunga wako nao vizuri, lakini defense nao pia imekuwa changamoto. Lakini unakutana na Simba ambao moja kati ya timu bora kwenye safu ya ushambuliaji. Ukiwaondoa Yanga wanafuata wao kwenye idadi za goli za kufunga. Yes. Okay. Lakini pia Simba wanaingia wakiwa kama ndio timu ambayo ina defense bora zaidi kwenye ligi. Wao wameruhusu goli 9, Yanga ameruhusu goli 10. Kwa hiyo wana sifa zote mbili. Lakini hiyo peke yake haitoshi kusema pengine mchezo unaweza kwenda kuwa rahisi. Mchezo lazima utakuwa mgumu kwa sababu nyingine. Aina ya uwanja wanaenda kutumia. Meja General mstaafu Isamuyo ndio uwanja mkubwa zaidi, yani ile eneo la kuchezea kuliko uwanja wote Tanzania. Kwa hiyo mna kazi kubwa pia, kama pumzi ikikata mapema. Sawa. Haya nazungumza Michael Johnson Ngoli kuhusiana na kile ambacho pengine tukakishuhudia kwenye huu mchezo wakati Simba ikicheza dhidi ya JKT Tanzania, na kikubwa zaidi kinachozungumzwa ni kuhusiana pia na uwanja wa Meja Jenerali Samuel jinsi ambavyo ulivyo. Eneo lake la kuchezea ni miongoni ama ni moja kati ya kiwanja ambacho kina eneo kubwa kuliko viwanja vingine vyote hapa nchini Tanzania. Nini ambacho Simba itakifanya, lakini JKT Tanzania itafanya nini? Tutaenda kushuhudia. Tutazame takwimu za JKT Tanzania ambazo zinaonekana hapa muda si mrefu wakiwa wamecheza michezo 26, wapo kwenye nafasi ya 7, lakini alama ambazo wamekusanya ni alama 32. Ushindi ambao wamepata katika michezo 26 ni michezo 7 ambayo wamepata kushinda, lakini sare wameweza kuchukua sare 11. Kupoteza ni michezo 8 ambayo wameipoteza. Magoli ya kufunga ni magoli 24, lakini wakifungwa pia magoli 24, lakini kwenye tofauti ya magoli ya kufunga na kufungwa kwa maana 24 na 24 basi ana 0, kwa maana ukitoa magoli aliyofunga na yale aliyofunga basi anakuwa na 0, kwa maana JKT Tanzania ni timu nzuri sana kwenye kulipa madeni pindi ambapo inakuwa inakopeshwa. Huu uwiano wa magoli ya kufunga na kufungwa kwa kocha ni kufanikiwa ama ni kufeli? Kwa kocha bado inakuwa ni task ngumu, sababu ni kama kufeli, kwa sababu hapo hana hasara, hana faida kwa maana ya kutazama uwiano wa numbers, lakini ni hasara kwa sababu maana yake kinachotokea hapo, tafsiri ya moja kwa moja ni kwamba safu ya ushambuliaji ya JKT na safu ya ulinzi ya JKT, manake kuna mmoja hafanyi kazi yake ipasavyo. Unaelewa? Na basically tukirudi kwenye football, kwa sababu wanasema timu ili iwe bingwa haipaswi kuruhusu idadi kubwa ya magoli. Alafu mkiwa na hiyo sanaa ya kuto kuruhusu idadi kubwa ya magoli, manake tafsiri yake nyingine ni kwamba mna uwezo wa kulinda hata kimoja mlichokuwa nacho. Kwa hiyo manake hata kama safu ya ushambuliaji haiko bora sana, ikipata goli moja kutokana na ubora mliokuwa nao kwenye eneo la ulinzi, mna uwezo wa kulilinda. Hapa safu gani itapongezwa kwa JKT Tanzania? Safu inayolinda au safu inayoshambulia kuhakikisha kwamba tumefunga magoli 24, lakini na sisi safu ya ulinzi tumeruhusu magoli 24? Ni safu gani ambayo inapongezwa kwa kufanya kazi yake sawa? Kwa mujibu wa hizo takwimu, manake hapo utaenda kupongeza zaidi safu ya ushambuliaji ambayo imefunga hizo goli 24. Manake 24 kwenye safu ya ulinzi, kupoteza hiyo ni idadi kubwa sana ya magoli. Manake ukiangalia michezo ambayo wamecheza 26 wameruhusu magoli 24, manake kuna uwiano mdogo wa kila mechi na magoli ambayo wastani wa goli moja kila mechi ambao wamepoteza, sio? Lakini bado ukiangalia namna ambavyo wao wanacheza, ndivyo ambapo utakuja kugundua safu ya ulinzi kuna changamoto kubwa sana. Kwa sababu huku kulia anacheza Gado, si ndio? Kushoto anacheza Bryson au Kilemile. Hapa katikati anacheza Katanga pamoja na Nangu.
Lakini wamempandisha pia Karim anaonekana akitoka kama Katanga achezi, hata kuna muda wanamtumia Bausi. Si ndio? Yeah. Kuna muda wanamtumia Bausi. Sasa mimi nataka tuangalie hawa watu wanne hapa au watu 6 hawa ambao huwa wanacheza kwenye hili eneo la defense ambao ndio wameconcede hizo goli 24. Lakini bila kumsahau mlinda mlango ambaye na mwenyewe ana jukumu la kuhakikisha kwamba of course mlinda mlango unajua Mankasole, yani mlinda mlango huwa ni mtu ambaye ni mtu wa mwisho sana kwenye reason ya timu ina concede vipi. Kwa hiyo hili la mabao 20 na limuhusu? Linamuhusu, lakini ndio maana nakwambia tukitaka tuwatazame hawa watu hapa ambao watu wanne hawa ambao huwa wanapata nafasi ya kuanza na kumlinda yule goalkeeper lakini ukiwa unazungumzia kuhusiana na defense lazima uanzie na hawa viungo wa kabaji. Yaani hawa wote wanaunda hii safu nzima ya nani. Mimi hawa yani kutokana na utaratibu anautumia Mediali Hamad Ally. Hawa mimi kwangu inawezekana ndio watu ambao wanasababisha, umeelewa, makosa zaidi kwenye namna ya kujilinda. Si unaelewa? Kwa sababu ukimwangalia Gado ni beki wa kulia ambaye kwenye namna ambavyo mwalimu anamtumia ni beki ambaye anapaswa overlap muda mwingi. Unanielewa? Ni mwalimu wa kisasa Hamad Ally. Kwa maana pia anahitaji kuchezesha wachezaji wake hawa kwenye utaratibu huo. Karim Faume na mwenyewe ambaye tumemwona akiwa ndio Karim Faume kwenye utaratibu huo. Sasa hawa wakiwa wanaondoka, yani Kilemile nangu au Bryson na Gado wakiwa wanaondoka hapa kwenye tumbo la ulinzi, maana yake una nani hapo? Una Nangu, una Katanga au una Bausi. Unanielewa? Hawa wamekuwa sio miongoni mwa walinzi wazuri kwenye kuanzisha mashambulizi. Unanielewa? Na wakati timu inaondoka, hao viungo anawazungumzia Michael Johnson ambayo yeye anaamini inawezekana. Utamtaja Machezo kwenye eneo hilo. Utamtaja Ndemla ambaye pia huwa anacheza kwenye eneo hilo. Utamtaja bwana mmoja nani ule anaitwa jina lake limenitoka ule. Umeona? Yaani hawa midfield ambao wanacheza kwenye eneo hili, mara nyingi mwalimu hataki wakae hapo. Mara nyingi mwalimu anataka wakae kuanzia line ya juu. Na ndio maana kuna muda unamuona mtu kama nani ule striker Mateo Anton. Kuna muda anarudi kwenye eneo la midfield kuja kuongeza idadi ya watu. Kwa maana timu inahitaji kuwa na idadi kubwa ya watu kwenye eneo la midfield. Wakati huo hawa mafullback wa pembeni wawe wamesogea kwenye eneo hilo. Nyuma umeacha center back wawili. Means hawa ma center back wawili ukiangalia kwa namna ambavyo wanacheza, mtu pekee ambaye ana speed, ana uwezo wa kuintercept, mtu ambaye ana uwezo wa kureact within the seconds, utamwona ni Nangu. Lakini Katanga na Bausi ambaye leo hayupo Wilson Nangu, kama hiyo kuna pengo kubwa ambalo pengine of course ni pigo kubwa sana. Tukatazame kwanza takwimu za Simba zenyewe zinazungumza vipi baada ya kucheza michezo takriban 23 ambayo Simba imecheza ikiwa kwenye nafasi ya pili. Alama ambazo wanakusanya ni alama 60, magoli ya kufunga ni magoli 54, lakini magoli ya kufungwa ni magoli 9. Tofauti ya magoli ya kufunga na kufungwa unaweza ukaiona hapo ni magoli 45, lakini ushindi ni huo katika michezo 19, sare ni michezo 3, lakini imepoteza mchezo mmoja pekee ambao mpaka sasa hivi Simba imepoteza kwenye mzunguko kwenye ligi kuu ya 2024-25. Tunatazama hili ambalo Simba imepika mpaka sasa hivi kwenye mechi zake 23. Tukiangalia sifa za takwimu hizi, Michael, tunasema hizi ni sifa za timu bingwa kwenye ligi yoyote. Ukikutana na timu yoyote ambayo imefanya hiki kwenye ligi yoyote, basi unaipeleka kwenye miongoni mwa timu ambazo zina sifa kwa timu bingwa. Unaona hiki ambacho Simba imekifanya kwenye michezo 23 iliyopita, ilichofanya kwenye mchezo uliopita inaenda kukizalisha tena kwenye mchezo dhidi ya JKT Tanzania. Nafasi wanayo ingawa siwezi kusema moja kwa moja kwamba wataenda kushinda mchezo. Kwa sababu
kwenye hiyo namba hapo umeona wamepoteza mchezo mmoja. Kwa hiyo ni timu ambayo kumbe hata kupoteza inaweza kwa sababu ya nature ya mchezo wenyewe. Kwa hiyo kikubwa ni kuangalia wanataka nini kwa maana ya alama 3, lakini pia wanaenda kukabiliana na mpinzani wa aina gani, na bila shaka mwalimu anajua anaenda kukutana na timu ambayo pengine watakuwa wako bora zaidi kwenye kufunga, kwa sababu kwa timu ya daraja la JKT kufunga goli 24 katika hiyo michezo waliocheza mpaka sasa hivi, maana yake wana uwezo mzuri wa kufunga. Changamoto yao iko kwenye defense. Kwa hiyo anaamini akitazama hizi takwimu, akiangalia namna timu inavyocheza, anakuwa anajua kabisa kwamba hawa ubora wao uko sehemu 1, 2, 3, lakini pia weakness yao iko sehemu fulani. Kwa hiyo binafsi naona bado Simba wanaingia kama timu ya kwanza, ingawa ni mechi ambayo nimezungumzia hapo pia. Kuna baadhi ya timu ziliteseka kwa ajili ya uwanja. Yaani uwanja ni eneo la kucheza ni kubwa. Uwanja wa Meja Jenerali Samuel. Kwa hiyo kama una wachezaji ambao ikifika mahali dakika 70 wanakata upepo, maana yake unaweza kujikuta kwenye wakati mgumu zaidi, lakini naamini wana wachezaji wazuri, wana benchi wa fundi nzuri kama ambavyo ilivyokuwa kwa JKT. Bado mechi naiweka kwenye ugumu kwa maana ya kwa sababu unaona mechi inaenda kuamuliwa eneo gani la uwanja? Eneo la kiungo ambalo litakuwa ni eneo la kiungo. Yaani timu ambayo inakamata eneo la kiungo, kwa sababu Rashid alikuwa anazungumzia hapa kuhusiana na kina Gado ambao wana overlap na pamoja na upande wa kushoto akina Kilemile. Lakini inategemea unakutana na timu ya aina gani. Kwa sababu kuna timu ambayo ukikutana nayo itakulazimisha kufanya majukumu yako namba 1. Wewe mlinzi ambaye muda wote uko juu, utakutana na timu ambayo itakufanya wewe sasa baadaye ya kwenda juu muda wote kwenda kuongezeka, utakuwa inabidi ubaki uzuie, kwa sababu eneo la kiungo mmezidiwa. Mkishazidiwa eneo la kiungo, maana yake umiliki wa mpira kwenu unakuwa sio wa kwenu tena. Ni wazuri pia kwenye kutumia mipira mirefu JKT Tanzania. Tumekuwa tukiwaona wakitumia mawinga wao ambao pia wana spidi. Tukimzungumzia Shiza Kichuya ni miongoni mwa mawinga mpaka sasa hivi bado ukiwataja mawinga bora kwa ligi kuu ya NBC, basi jina la Shiza Kichuya pengine linaweza likawa ni miongoni mwa majina hayo. Kile ambacho Shiza Kichuya pengine kama atapata nafasi ya kufanya leo ama kucheza leo, anaweza akakifanya pindi ambapo mabeki wa Simba wamekuwa wamepanda kwa ajili ya kushambulia. Unaona nafasi ya JKT Tanzania kutumia mipira mirefu kama sehemu ya kuadhibu Simba? Wanaweza na namna ambavyo unaona namna ambavyo Hamza anacheza na Shamu wanacheza, wanatumia akili nyingi sana kwenye kucheza. Kwa Hamza sijui kama mimi ndo ndamwangalia tofauti, lakini hana speedi. Yaani useme 1 against 1 uitupe mbele. Hamza amekuwa hana speedi, isipokuwa intelligence yuko vizuri sana kwa maana ya kujua njia za mpira. Ndio maana unaona unaweza kaangalia mechi usione mistake yake anayofanya hata moja, kwa sababu ya akili nyingi ambazo anatumia akiwa analinda pale nyuma. Lakini Shamu naye pia ameingia kuchukua nafasi ya Shemalon, naye amefiti. Ameonekana kama alikuwepo muda mrefu, lakini ni kwa sababu ya kuwa vizuri kiintelijensia katika tumalize hili la JKT dhidi ya Simba kabla tujatazama michezo ya timu hizo zote mbili iliyosalia. Hivi karibuni tumeshuhudia Pinpin Kamara akiruhusu goli ambalo pengine linafanana aina magoli mengine ambayo amewahi kuruhusu dhidi ya Coastal Union, akiruhusu goli hilo dhidi ya Mashujaa. Jafari Kibaya akipiga mpira wa mbali, lakini Pinpin anashindwa kucheza mpira ule. JKT Tanzania wana aina hiyo ya wachezaji ambao wanaweza wakajaribu. Saidi Ndemla ni miongoni mwa wachezaji hao, viungo ambao wanapigia mbali. Kichuya anaweza akapiga. Machezo ni miongoni mwa wachezaji wanaweza kupiga. Unaona safu ya ulinzi ya Simba leo ikiwa kwenye mahangaiko ya kuweza kupambana na kile ambacho wachezaji wa JKT wanaweza wakaja nacho, kwamba okay, kipa huyu inaonekana ni mbovu kwenye aina hii ya mipira kwa aina ya magoli ambayo amefungwa dhidi ya Coastal, aliyofungwa dhidi ya Mashujaa. JKT wanaweza kaja na plan hii? Hiyo inaweza kuwa pia ni njia mojawapo ya kwenda kuadhibu Simba, lakini bado mimi binafsi huwa siamini kwenye tumekuwa na makosa kila mchezaji anaweza kufanya. Kwa bahati mbaya sana golikipa akifanya kosa linafungwa goli. Ndo isivyo bahati kwake. Ndio maana pia watu wanakuwa wanazungumzia kusa akifanya kosa anaweza akadaka akafanya save za kutosha, lakini akifungwa goli moja ambalo litakuwa halieleweki, halizungumziki, basi watu watakuwa wanatazama kuhusiana na wanaangalia kosa zaidi. Kwa bado haimuondolei, pamoja kwamba goli lilofungwa lilikuwa goli rahisi, unaweza kusema hivyo, lakini bado halimuondolei yeye kama mmoja kati ya magolikipa bora kwenye ligi yetu. Inawezekana kama watakuwa na ubora mkubwa na wakaweza kujaribu kwamba wanaweza wakapata, siwezi kusema kwamba watafunga, lakini imeonekana hivyo kwamba pengine kuna mipira aina ya mipira ambayo Kamara amekuwa akifanya makosa, lakini bado hiyo haitoi moja kwa moja kwamba pengine wakifanya hivyo
wanaweza wakamfunga kweli, kwa sababu makosa huwa yanatokea kwenye mechi, na tumeona magolikipa wakubwa wanafanya makosa, kina De Gea wanafanya makosa. Kwa hiyo tutazame michezo ambayo imesalia kwa JKT Tanzania baada ya kucheza leo dhidi ya Simba. Baada ya mchezo wa leo dhidi ya Simba, JKT Tanzania itakuwa na mchezo mwingine dhidi ya Fountain Gate, lakini itakuwa na mchezo dhidi ya Pamba. Tunaona kuna mchezo wa JKT Tanzania dhidi ya Tanzania Prisons. Huo mchezo tayari ushapita. Ibaki michezo mitatu. Simba, Fountain Gate. Kuna mchezo wa JKT Tanzania na Fountain Gate, Pamba Jiji dhidi ya JKT Tanzania, lakini Mashujaa dhidi ya JKT Tanzania. JKT alifungwa JKT 3-2. JKT alifungwa. Yes, mechi ambayo alicheza Sokoine. Yes, yeah. Kwa hiyo zao goli 2 wakafanya comeback Tanzania Prisons. Yes, mechi ya Tanzania Prisons na JKT hiyo tayari ishachezwa. Bado Simba, JKT dhidi ya Simba, JKT dhidi ya Fountain Gate, Pamba dhidi ya Pamba, alafu anamaliza dhidi ya Mashujaa, ndugu zao hawa. Kwa hali ilivyo pengine naweza nikasema JKT imebaki na michezo migumu yote. JKT kabakiza alama 3 tu kusalia kwenye ligi kuu. Yaani very comfortable zone. Yaani alama 3 tu katika michezo yote aliyobakiza. Kwa sababu sasa hivi ana alama ngapi? Ana alama 30 na 32, si ndio? Ukimpa alama 3 anafikisha alama ngapi? 35. Alama 35. Alama 35 ni alama ambazo kwa wanaoshuka na kucheza playoff, unanielewa, ni alama ambazo wao watazitafuta kwenye michezo ambayo imebakia. Kwa sababu ukiangalia Kagera Sugar michezo iliyobakia, akishinda michezo yote Kagera Sugar atakuwa na alama ngapi? Atafikisha alama 33. Umeelewa? 33. Umeelewa? Lakini ukimtazama anayemfuata Pamba, umeelewa, akishinda michezo yote Pamba Jiji anaweza kufika 39. Si ndio? Manake hawa ambao unawatazama, manake kwenye hizo alama ambazo anazo JKT kwenye hiyo nafasi ya 7 anayocheza, ukimjumlishia pointi 3, manake unaweza kusema ni kama bado anaendelea. Na ukiangalia msimu huu malengo ambayo atakuwa nayo JKT ni kutafuta tiketi ya kwenda kucheza fainali ya kombe la CRDB, ambapo tayari wameshaanza kuzungumza kwamba ni sehemu ya vitu ambavyo wanahitaji kufanya, na wanaweza kufanya hivyo. Kingine ni kuibakisha timu kwenye ligi kuu, ambayo kwa michezo waliobakia siuoni kama ni mfupa mgumu kwao, kwa sababu mimi naamini JKT hata kama anaweza kupoteza mechi dhidi ya Simba leo, lakini ana uwezo kupata alama dhidi ya Fountain, ana uwezo kupata alama dhidi ya Pamba, ana uwezo kupata alama dhidi ya Mashujaa, si ndio? Huu mchezo tunauzungumza ni mchezo ambao unazungumza ndani ya nafsi za wachezaji wa JKT. So unaelewa kwamba tunacheza against Simba. Hatuchezi against team ya daraja linalofanana na timu yetu. So ni mchezo ambao kila mchezaji wa JKT atataka kuonyesha alichokuwa nacho. Kwenye hii michezo ya mwisho ambayo JKT imecheza hivi karibuni, mchezo waliocheza dhidi ya Tanzania Prisons, mafande wenzao waliongoza mpaka goli 2 bila pale Sokoine. Baadaye Tanzania Prisons wakaja wakasawazisha mpaka ni Oscar Mwajanga nadhani bila shaka alifanya keleza JKT Tanzania ile kupewa man of the match. Yes, ukafanya JKT Tanzania hali ikatofauti. Tukirejea mchezo mwingine dhidi ya Mashujaa ambao wanaenda kucheza ugenini, kuna hali ambayo unaona JKT Tanzania itakuwa matatizoni dhidi ya mafande wenzao away. Wamekuwa hawana takwimu nzuri sana away JKT. Walifungwa pale na Ken Gold, wakafungwa na Tanzania Prisons. Hawana takwimu nzuri michezo ya away. So simpi nafasi kubwa sana ya kufanya vizuri akiwa away, lakini nyumbani nampa nafasi kubwa. Na bahati nzuri anacheza dhidi ya Mashujaa akiwa Meja Jenerali Samuyo. So nampa nafasi ya kufanya vizuri dhidi ya huo mchezo. Sawa. Na nampa nafasi ya kufanya vizuri dhidi ya Fountain Gate ambaye tutazame upande wa Simba hali iko vipi kwenye michezo ambayo imesalia baada ya kucheza na JKT Tanzania leo. Kuna michezo ambayo Simba bado itaendelea kusalia nao. Ukitoa huo wa juu dhidi ya JKT Tanzania, kuna mchezo dhidi ya KMC, mchezo ambao na wenyewe hivi karibuni tutaenda kushuhudia. Simba itakuwa ikicheza dhidi ya Pamba, mchezo utakaofuata baada ya hapo, lakini Simba dhidi ya Singida Black Stars, Ken Gold itacheza dhidi ya Simba, na mchezo mwingine ambao utashuhudiwa ni Simba dhidi ya Kagera, lakini Simba dhidi ya Young Africans, mchezo ambao mpaka sasa bado
haujapangiwa ratiba yake. Hiyo ni michezo ambayo imebaki kwa upande wa Simba, kwa hiyo tutaweza kuona nini ambacho kimefanyika katika michezo mingine hiyo ambayo itakuwa imebaki. Tutatazama hilo. Tukirudi kwenye hii michezo ambayo Simba imecheza na hii ambayo inaenda kukabiliana nayo, ni Simba ambayo umesema kwamba ina sifa ya kuwa bingwa kwenye hii michezo. Yupo kwa mujibu wa takwimu walizonazo. Kwa mujibu wa takwimu. Singida Black Stars, Young Africans. Pengine naweza nikasema KMC na Pamba kwa sababu wanatetea uhai wao kwenye ligi kuu ya NBC. Ni rahisi kiasi gani Simba kuweza kushinda michezo yote hii kabla ya kwenda kukutana na mtani wake wa jadi? Sio rahisi. Kushinda hii michezo sio rahisi. Sio rahisi kutokana na uhalisia wa msimamo ulivyo. KMC hawako salama sana kwa sababu inategemea pia na timu zingine zinafanya nini. Lakini pia JKT hawa mmeweza kuona pia, japo nao pia wamekuwa na ups and down. Hawa si timu ambayo wakati mwingine unaweza ukaizungumza kwa mapana hayo kutokana na performance. Imekuwa ni leo anaweza kashinda, kesho anaweza kapoteza, kesho anaweza kupata sare, lakini bado haitoi picha kamili kwamba huu mchezo unaweza kuwa mchezo rahisi kwa sababu ya kile ambacho kinatazamwa. Ukiangalia Simba ni moja kati ya timu ambazo zina sifa ya kuwa mabingwa. Kuna Simba, kuna Yanga, kuna Azam FC, ingawa Azam FC nao pia ni kama vile tayari wameshajiondoa kwenye mbio. Kuna Singida Black Stars, ukiwatazama performance, ukitazama wachezaji wa kwenye kikosi, unaona ni timu ambazo zina sifa ya kuwa bingwa. Katika michezo ambayo Simba imesalia nayo, imesalia na timu ambazo zinapambania uhai wake. Kwa maana ya Kagera, Ken Gold tuachane nao, washadondoka, washarudi walipotoka. Kagera Sugar inahitaji pia kupata matokeo dhidi ya Simba, mbali na kwamba watakuwa wakicheza ugenini dhidi ya Simba. Tunaona Pamba Jiji, tunaiona KMC. Kuna timu yoyote ambayo pengine unaona kwamba inaweza ikaingia na mguu mzuri kwenye michezo hii ambayo wanaenda kukabiliana na Simba? Performance ya Kagera Sugar inasikitisha sana. Na ni moja kati ya timu ambazo zilianza vizuri, katikati katokea sintofahamu, mabadiliko ya walimu, kuna vitu vingi tu vinaendelea, lakini walikofikia sasa hivi na idadi ya mechi ambazo zimebakia na aina ya nafasi waliopo, unaona kabisa niwe muwazi kwenye hili, Kagera wanatakiwa wafanye kazi ya ziada kwa sababu aina ya mechi walizobaki nazo, tofauti ya pointi zao na Tanzania Prisons, na aina ya mechi wanacheza na Simba, ambayo mechi unaona kabisa wao wataingia kama timu ya pili. Lakini unaangalia pia Pamba ambao angalau unaona kama baada ya dirisha dogo wamebadilika kwa kiasi kikubwa. Performance yao imekuwa nzuri na walishinda michezo kadhaa na wamesogea juu kidogo, lakini bado hawako salama sana. Wanatakiwa pia wachange kati zao vizuri. Mechi ya Kagera na Simba, Kagera atakuwa ameshajua ameshuka au hashuki, kwa sababu mechi pekee ambayo itawafanya Kagera kusalia kwenye ligi, mechi pekee ni mechi moja tu, Coast dhidi ya Tanzania Prison. Coast akimfunga Tanzania Prison, Tanzania Prison. Matumaini ya Kagera yanaongezeka kutoka kwenye 50% mpaka 70%. Lakini akifungwa tulimaliza hilo kwa sababu daraja automatic ya swala la muda. Hapo wakati huo tukizungumza hilo la Simba, ni kwamba bodi ya kurugenzi ya klabu ya Simba ikiongozwa na mwenyekiti wake Mohamed Dewji pamoja na makamu mwenyekiti Murtaza Mangungu wamekutana jana kupanga mipango ya namna gani ambavyo wanatarajia kutimiza malengo ya timu msimu huu. Inaeleza kuwa miongoni mwa mambo ama mipango ambayo imezungumzwa kwenye kikao hicho ni kuhakikisha Simba inachukua mataji yote ambayo bado inayowania msimu huu, kuanzia kombe la shirikisho barani Afrika, ligi kuu ya NBC pamoja na taji la shirikisho la CRDB Bank Federation Cup kwa maana hiyo. Lakini tuliache hilo la Simba ambao na wenyewe wameendelea kufanya vikao kuhakikisha kwamba mataji yao yote ambayo wanayawania basi waweze kuyapata. Tuelekee kule nchini Misri ambapo Ngorongoro Heroes imeendelea na maandalizi kuelekea kwenye michezo yake inayofuata kwa maana dhidi ya Zambia. Kikosi cha Ngorongoro Heroes jana kimefanya mazoezi ya kuweka miili sawa na kujiandaa na mchezo wa 3 wa finali za vijana Afrika chini ya umri wa miaka 20 zinazoendelea nchini Misri. Taarifa hii ni kutoka kwa Gift Alex Macha ambaye yuko huko Ismailia nchini Misri. Cha timu ya taifa ya Tanzania kwa vijana chini ya umri wa miaka 20, Ngorongoro Heroes, baada ya mwanzo ambao si wa kuridhisha katika fainali za AFCON kwa vijana
chini ya umri huo kwenye michezo miwili ya mwanzo ukipoteza kwa Afrika Kusini na Sierra Leone. Bado wanaamini kwamba nafasi ipo, kwa maana ya kwamba timu ya Tanzania ipo kwenye kundi A ambalo linaundwa na timu 5 ikiwa imecheza michezo miwili, imesalia na michezo miwili. Bado ina nafasi kwa maana ya kwamba Sierra Leone kwa awamu hii inaongoza kundi ikiwa na alama 7, tayari imefuzu kwenye hatua inayofuata, lakini bado tunasubiri kuona. Misri tayari imecheza michezo mitatu ikisaliwa na mchezo mmoja ikiwa na alama 4. Zambia wana alama 2 baada ya michezo miwili, lakini Afrika Kusini nao wana alama 3 baada ya michezo miwili. Hivyo bado nafasi iko wazi kwa timu ambazo zipo kuanzia nafasi ya pili mpaka nafasi ya 5 kunako kundi A. Kocha msaidizi Jamhuri Kiwelo Julio, yeye anazungumza vyema kile ambacho wamekifanya kwenye mazoezi ya siku ya Jumapili, lakini pia matumaini kuelekea mchezo wa siku ya Jumanne dhidi ya Zambia na mchezo wa mwisho dhidi ya Misri ambao utachezwa siku ya Mei 9 mwaka huu. Ya super match, kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kuwepo kwako wewe hapa na umeona kilichotokea. Kiukweli tunacheza vizuri, lakini bahati mbaya tunakosa matokeo. Inatuumiza, lakini kwa sababu kuna jambo ambalo tulikusudia, basi sisi tunasema aiishi mpaka ishe. Hizo mechi mbili ya Zambia na wenyeji ambao ni Misri, nafikiri timu hii ilishakuja kucheza nao mechi mbili za kirafiki. So far vijana wetu naona kadri siku zinavyokwenda wanaendelea kufanya vizuri, na hii training ya mwisho leo imetupa moyo kuonyesha kwamba kuna jambo ambalo wanaweza kulifanya. Kwa naamini kabisa kwa yale ambao tunawaelekeza, kama watayafanya vile inavyotakiwa, hapa nshaka tutashinda mchezo wa kesho kutwa, na inshallah huo uliobakia nao tutafanya kila jitihada tuweze kushinda ili tuweze kupata nafasi ya kuendelea mbele. Kwenye safu ya ushambuliaji bado kama hakukuwa na utulivu wa kutosha. Kuna mabadiliko gani makubwa ambayo mnayafanya kwa leo na kesho kuelekea kwenye mchezo wa Jumanne? Ya kwanza, mechi ya kwanza tulianza na Valentini, tulianza na Shehan, lakini kuna mistakes walizofanya mechi ya pili tukawabadilisha. Lakini nafikiri wewe mwenyewe shahidi kwenye training ya leo, kuna kitu ambacho wamefanya kinatuvutia kwa tena kuweza kurudisha kwenye timu, kwa maana wamefanya kile exactly tunachokihitaji. Lakini Kachwele tulikuwa hatujawahi kufanya naye mazoezi, alichelewa kufika. Kwa hiyo kuadapt kile ambacho wenzake wamefanya ilikuwa not so easy, lakini kutokana na training ya siku 2-3 na mechi hizi alizocheza, tunaamini atakuwa ameadapt na atakuwa yuko tayari kabisa kwa mchezo wa kesho kutwa na huo wa wenyeji Misri. Huenda mchezo dhidi ya Zambia siku ya Jumanne umeshika hatima kubwa ya Ngorongoro Heroes kujua kama matumaini kuelekea mchezo wa mwisho dhidi ya Misri yatabaki kuwa hai ama yatamalizika hapo. Ni jambo la kusubiri na kuona, lakini kwamba fainali za AFCON Under 20 zinaendelea hapa mjini Ismailia na ushindani ni mkubwa kweli kweli. Hayo ndio ambayo tumejaliwa kwa muda huu kutoka hapa Ismailia. Mimi ni Gift Alex Macha, lakini nyuma ya kamera yuko Tumaini Lauo, na tunakujuza mengi hasa ambayo yanaendelea. Usikae mbali na Azam TV, burudani kwa wote. Huyo ni Gift Macha ambaye yupo Ismailia Misri akiwa na kikosi cha Ngorongoro Heroes ambacho kimecheza michezo miwili lakini kimepoteza yote. Kiko kimesalia na michezo miwili dhidi ya Zambia chini ya umri wa miaka 20, lakini pia na dhidi ya wenyeji ambao ni Misri, mchezo ambao utachezwa baada ya huu ambao utachezwa kesho kuchezwa. Wakati huo Ngorongoro Heroes ikitarajia kurejea uwanjani siku ya Jumanne dhidi ya Zambia. Mwenzetu Gift Alex Macha aliyepo huko mjini Ismailia amekutana na kijana raia wa Misri Siraid Said ambaye mwenye umri wa miaka 20 ambaye amejifunza lugha ya Kiswahili na kuwa msaada mkubwa kwa timu za Tanzania na Afrika Mashariki zinazokwenda nchini Misri. Turudi tena kwa Gift Macha. Moja ya tunu kubwa ambalo taifa la Tanzania linajivunia ni uwepo wa lugha adhimu ya Kiswahili. Lugha hii imekuwa ikivuka mipaka siku hadi siku, ikienea katika maeneo mbalimbali barani Afrika na hata kwenye mabara mengine. Sisi tuko hapa Ismailia jijini Misri, takriban umbali wa kilomita 147 kuelekea 150 kutokea mji mkuu wa Cairo. Na hapa tumekutana na simulizi moja ya kusisimua. Tunakutana na kijana Suraidin Said ambaye yeye ni mzaliwa
wa Misri, akiwa hajachanganya uraia na nchi nyingine yoyote, lakini anazungumza vyema lugha adhimu ya Kiswahili. Tutakwenda kuzungumza naye hapa, atuambie hasa chimbuko la yeye kufahamu lugha hii, lakini alijifunzia wapi na anafanya shughuli gani hapa nchini Misri. Yeye anakaa Cairo, lakini muda huu tumekutana hapa mjini Ismailia. Assalamu alaikum. Alaikum salam, karibu sana. Asante sana. Suraj, kwanza tuambie kwa ufupi Suraj, wewe ni nani, umezaliwa wapi hapa nchini Misri? Sawa, kwa majina naitwa Sirajuddin Said. Mimi mkazi wa Cairo, natoka Misri. Mimi nina miaka 20 na nimeanza kujifunza lugha ya Kiswahili kutoka miaka 2 katika kitivo cha lugha katika chuo kikuu cha Ain Shams hapa Cairo. Nimekuwa nataka kuingia katika kitivo cha lugha Kijerumani, lakini Maxi na mambo hayo ameniingia katika kitivo cha lugha ya Kiafrika, lugha ya Kiswahili. Nimekuwa nafundisha watu 50 lugha ya Kiswahili kutoka nchi mbalimbali, kutoka Misri, kutoka Sudan, South Sudan, Burundi, kutoka China, kutoka Marekani, kutoka Ujerumani. Alhamdulillah yani. Baada ya muda sio mrefu, katika mwezi wa 5 nimekuwa mkalimani wa timu ya taifa ya Tembo Warriors. Tembo Warriors. Nimekuwa nao kama msaidizi na mkalimani walipokuwa katika hapa Misri, na pia kwa mkalimani wa mheshimiwa balozi Tanzania nchini Misri. Pia nimekuwa mkalimani wa timu ya taifa ya mpira wa ufukweni walipokuja hapa, lakini kabla hiyo nimesafiri Tanzania. Nimezunguka bale, yani nimeenda Buguruni, nimeenda Masaki, nimeenda Livingstone, Kariakoo, yani maisha mazuri bale sana. Pengine watu wangependa kufahamu nyumbani kuna mtu yote ambaye anazungumza Kiswahili au mwenye asili labda ya ukanda wa Afrika Mashariki? Hamna mtu yoyote anaongea lugha ya Kiswahili isipokuwa mimi katika familia yangu. Ambao mmejifunza lugha hii ya Kiswahili kwa haraka mko wangapi, mapokeo yakoje? Kuna wanafunzi kama 200. Yani watu wengi sana wanajifunza lugha ya Kiswahili kila mwaka, idadi ya wanafunzi inazidi. Kitivo cha lugha ya Ain Shams, chuo kikuu cha Ain Shams, chuo kikuu cha Cairo, chuo kikuu cha Al-Azhar, chuo kikuu cha Aswan wanaofundisha lugha ya Kiswahili. Naam, huyo ni Suraj Said, kijana mwenye umri wa miaka 20, mzaliwa hapa nchini Misri, akizungumza lugha adhimu ya Kiswahili. Kwa kumalizia tu atukumbushe kwa uchache kazi nyingine ambazo amekuwa akishiriki hapa nchini Misri, hasa kwa timu za mpira wa miguu na michezo mingine zinapotoka Tanzania na ugeni mbalimbali ambao umekuwa ukiwasili hapa. Katika mwanzo wa mwaka huu 2025 ilikuwa uchaguzi wa CAF. Katika wakati ule Mr. Wally Askaria, rais wa TFF, na Mr. Tragen, yani katika Simba, na katibu mkuu wa TFF Mr. Kidao, nilikuwa nao katika hiyo uchaguzi ili kuwasaidia katika jambo na shughuli la uchaguzi, na wakihitaji msaada yoyote nimekuwa katika accommodation. Na pia sasa hivi kama unaona tuko hapa Ismailia ili kuwasaidia timu yetu ya taifa under 20 chini ya umri 20. Inshallah tutafanyika katika mechi hizo zijazo 2, tutapata pointi 2 inshallah. Naam, huyo ni Siraj Said ambaye yeye ni kijana wa umri wa miaka 20 tu, lakini anazungumza lugha adhimu ya Kiswahili. Kumbuka huyu wazazi wake wote ni wazaliwa wa hapa nchini Misri na hajawahi kujifunza lugha ya Kiswahili nyumbani. Amejifunza ni miaka 2 tu iliyopita na sana zungumza vyema kabisa. Mimi ni Gifty Macha, hapa ni Ismailia nchini Misri, na hii ni Azam News. Ni miongoni mwa lugha ambazo zinazungumzwa sana sasa hivi duniani, zaidi ya watu takriban milioni 200 na zaidi wakizungumza lugha ya Kiswahili, lakini lugha ambayo imeanza kufundishwa kwenye maeneo mbalimbali ikiwepo maeneo ya mashariki ya mbali, wamekuwa pia na wenyewe wakiwa na mafunzo ya lugha ya Kiswahili, lakini pia Ulaya na maeneo mengine yote. Lugha ya Kiswahili sasa hivi imekuwa ni miongoni mwa lugha muhimu sana. Umoja wa Afrika umeitambulisha lugha ya Kiswahili kama miongoni mwa lugha za mawasiliano kwenye Umoja wa Afrika, lakini pia Umoja wa Mataifa na wenyewe unaitambua Kiswahili ama unatambua lugha ya Kiswahili miongoni mwa lugha ambazo zinakuwa kwa kasi sana na miongoni mwa lugha kubwa duniani. Basi huwezi kuacha kutaja lugha ya Kiswahili ambayo inatupatia nafasi ya kujidai sisi Afrika Mashariki, sisi Tanzania ambayo ni sehemu ya lugha ya taifa. Ukiondoa Kiswahili pia tuna Kiingereza, lakini
Turudi kwenye hili la Ngorongoro Heroes. Tuna dakika chache za kuangalia ndugu zetu hawa walivyo. Majuzi nilikuwa hapa na wachambuzi, nilikuwa nauliza kuhusiana na timu ambazo zinaenda kushiriki michuano ya AFCON Under 20. Nikatoa mfano kwa Tanzania. Tulikuwa na faida ya kupeleka vijana ambao wanacheza kwenye ligi kuu ya NBC. Ligi ambayo unahitaja kama ni miongoni mwa ligi bora barani Afrika. Lakini kile ambacho nimekiona mpaka sasa hivi sishangai. Ushangai nini? Sishangai. Kwa nini ushangai? Sishangai. Dakika moja. Ngorongoro Heroes mchezo wa kwanza kapoteza, mchezo wa pili kapoteza, inaenda kukutana na Zambia ambao na wenyewe wanahitaji alama 3 wawe na wakati mzuri kuliko sisi ambavyo tunazihitaji. Sisi tunazihitaji zaidi kuliko wao. Hiyo swala wao wanahitaji kuliko sisi, hiyo I don't think so. Kama imekaa sawa. Sawa, unazipataje? Unajua mimi kinachonisikitisha, mimi binafsi, kinachonisikitisha ni kwamba ninaamini katika timu zote za Under 20 ambazo zinashiriki hii tournament ya AFCON. Tanzania tuna faida ambayo wachezaji wetu kwa 60% kama sio 70 wanacheza NBC Premier League. Na sio wanakaa nje, wanacheza vikosi vya kwanza. Unaelewa? Sasa ile experience ya NBC na huo ubora ambao unazungumzwa wa ligi ya NBC barani Afrika, manake hawa ni miongoni mwa hao waliokuwa bora. Si ndio bwana? Unaona timu inafeli wapi? Mimi nafikiri determination. Yes. Michael, Ngorongoro Heroes ambao mpaka sasa hivi bado wanatafuta walau alama moja kwenye kundi lake, ambalo kundi lina Sierra Leone, Misri, Zambia, Tanzania wenyewe na Afrika Kusini. Nini shida? Ni ngumu sana kujua shida ni nini. Na ukiangalia kikosi kilivyo na kile ambacho kinaenda kutokea, kidogo inakuwa shida kujua yani changamoto ni nini hasa. Wanapinzani bora, wamekutana na wapinzani bora. Wapinzani bora wamekutana nao kweli kwa sababu wamewafunga. Tumepoteza michezo miwili, sio jambo zuri. Ukichukua aina ya wachezaji tulionao sisi na ukiangalia aina ya wachezaji ambao wako kule kwenye timu nyingine, unaona kuna vitu vingi sana ambavyo sisi ni matokeo na kushangaza, ama pia uliona yako hivyo? Matokeo yamenishangaza kwa sababu nilikuwa naamini timu yetu ina uwezo wa kufanya vizuri. Bado michezo miwili, dhidi ya Misri, dhidi ya Zambia. Tutafanya vizuri? Tuna nafasi ya kufanya vizuri. Lakini lazima ujue nini kilisababisha tukapoteza mchezo uliopita. Sawa. Na nimeuliza Michael Johnson Nguli, anasema kwamba shida haijui. Shida iko wapi, lakini mambo yataenda jinsi ambavyo yalivyo. Lakini umemsikia kocha Jamhuri Kole Julio akizungumza na Gift Macha na akiahidi kwamba kuna mambo ambayo anaenda kuyafanyia kazi kwenye uwanja wa mazoezi, lakini kesho wanakutana na Zambia. Hii ni Viwanjani, baba wa vipindi vyote vya michezo nchini Tanzania. Tutazungumza naye kutoka Tabata TOT Dar es Salaam, yalipo makao makuu ya Azam. Tunakupeleka mapumziko punde. Kutoka sasa tunarejea kuzungumza mengi, ikiwemo joto la Afrika na mambo mengine ambayo yanajiri katika michezo mbalimbali huko kimataifa.